Wakati Mwanahaz Bilioni, baadhi ya watu wakiwa wanaendelea kuzichambua show pamoja na safari ambazo mwanamuziki Diamond Platnumz amezifanya katika nchi za ughaibuni barani Ulaya. Of course kumekuwa na maneno mengi sana ambayo ameweza kujitokeza kwenye social media platforms, watu wakiwa wanatoa maoni yao kulingana na kile ambacho pia kwa upande wao wanakiona. Lakini kwa upande wa Diamond Platnumz, amekuwa ni mtu ambaye anaendelea tu na kazi bila kujibu wala bila kuchangia lolote juu ya kile ambacho anakifanya. Nimejaribu kupita kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii na kuangalia baadhi ya yale ambayo wameandika ma celebrity na wale ambao pia wanakuaga ni wakosoaji, yani wachambuzi fulani hivi wa mambo ya mitandao ya kijamii, tunaweza kusema hivyo kwa lugha moja tu ya Kiswahili. Nao pia wamekuwa wakiongea ya kwao vile vile. Kuna baadhi ya watu ambao wanajitokeza na kuweza kusifia juhudi ambazo anazionesha mtoto wa Tandale, na kuna baadhi ya watu ambao pia wanaponda na kusema kwamba amekuwa akijikweza sana kiasi kwamba hakuwa anastahili kujikweza kwenye ukubwa huo, lakini yeye amekuwa akijikweza sana. Basi kumekuwa na mivutano ya kifikra, kila mmoja akiwa anajaribu kuvuta kwa upande wake kwa kile ambacho yeye anakiamini. Sasa Diamond kwa upande wake, majibu yake yamekuwa ni tofauti na vile ambavyo baadhi ya watu wangeweza kutegemea kwamba huenda ingekuwa. Moja, amekuwa sio mtu anayemjibu mtu. Yaani wakati watu wanazungumza, yeye hajibu chochote na hamjibu yoyote. Anachokifanya ni kuendelea kufanya show zake na anaendelea na performance zake. Hilo ndio jambo pekee ambalo amekuwa akiendelea nalo. Na ukiachana pia na hizo, Mwanahaz Bilioni kinachoendelea ni kuonesha baadhi ya moments ambazo amekuwa akikutana nazo kwa mashabiki ambao amefanikiwa kukutana nao kwenye ziara hizo ambazo amezifanya. Limekuwa pia ni baadhi ya jambo ambalo linaonekana zaidi kuliko hata kujibu baadhi ya kebehi, lakini pia na baadhi ya pongezi ambazo watu wamekuwa wakizitoa kwake. Na mimi kazi yangu ni kukuacha utazame baadhi ya video clip ambazo tumezikusanya kwa ajili yako, na uweze kuwa miongoni mwa watu ambao pia tutajumuika na wao kwenye upande wa comment section. Imegeuzwa kama kawe. Ndugu zangu, nimekuja kuangalia na kuifungua shule yetu ya wasichana hapa Simiyu. Shule kama hizi tumezijenga kila mkoa. Kuna ambazo zimeshakamilika, wanafunzi wanasoma, lakini kuna ambazo zinaendelea kujengwa. Sasa zilizokamilika hapa Simiyu imekamilika. Hongereni sana. Na leo nimepata fursa ya kuwaona watoto wangu hapa. Nimeuliza wengine wako wapi, nikaambiwa wako likizo. Ni kweli? Kwa hiyo watoto wangu hongereni sana. Sasa kwa nini tunajenga shule hizi? Tunajenga shule hizi kwa sababu katika mkondo wa kawaida watoto wa kike hasa mikoani hata walikuwa wakifaulu, wengine wakiachwa tu. Lakini jengine sasa shule hizi zinawapa nafasi ya kuja kama shule maalum kwao. Lakini jengine ni kwamba watoto wa kike walikuwa nyuma sana kwenye masomo ya sayansi, na hawa ndio tunawategemea wawe madaktari, wawe mainjinia, wawe wauguzi, wawe mambo mengi ndani ya nchi yetu. Lakini idadi yao ilikuwa chache. Sasa shule hizi zinawapa nafasi maalum ili watoke hapa wakiwa wana sifa za kwenda kwenye maeneo mbalimbali, waende vyuoni alafu waende maeneo mbalimbali. Kwa hiyo serikali imetumia fedha nyingi kujenga shule hizi
ili kuwapa watoto wa kike nafasi. Lakini sio wa kike tu. Kwa hapa Simiyu, ukiacha shule hii, tunajenga shule maalumu ya wavulana ya kanda hii ya Ziwa. Lakini itakuwa hapa Simiyu. Na tunaijenga kwa madhumuni yale yale. Watoto wetu wenye akili za sayansi, wenye akili nzuri, waende shule maalum, wa kike kwao, wa kiume kwao, ili tufikie lile lengo tunalolitaka la kuzalisha wataalamu wa Tanzania. Zamani tukitegemea mashule machache ambayo yalikuwa kwenye baadhi ya mikoa na hasa miji mikuu ya nchi yetu. Lakini sasa hivi kila mkoa tunajenga shule za aina hiyo ili kuwapa watoto wetu fursa. Lakini mbali na shule hizo, tunajenga pia shule za VETA, shule za masomo ya amali na masomo ya ufundi. Na hapa Simiyu tunakuja kujenga moja. Mkuu wa mkoa, mmeshajenga tayari ipo shule ya VETA, ili watoto wetu watakaotoka shule hizi hawakupata sifa za kwenda chuo, wanajiunga pale VETA ili wapate maarifa na amali ya kuweza kuendesha masomo yao. Lakini hata wale waliotoka kidato cha 4 wanaweza pia kuingia VETA ili waendeshe masomo yao. Kwa mimi niwapongeze sana Simiyu. Haya ni maendeleo makubwa sana 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 ndani ya mkoa huu, pamoja na yale mengine ya mahospitali, umeme na mengine. Lakini kwa sababu tumekuja kuzungumzia na kufungua shule hii, basi tunazungumzia maendeleo ya elimu. Shule hizi zina mabweni na huduma zote, lakini zina nyumba za walimu pia karibu na shule hizi. Manake nini? Manake watoto wetu hasa wa kike lakini pia wa kiume wanakuwa salama na mazingira ya nje, wanatunzwa vizuri hapa ndani, na kwa hiyo wanapata fursa nzuri ya kufanya masomo yao. Kubwa zaidi, walimu wao wanakuwa karibu na wanafunzi. Kwa hiyo hata wanapoamua kuwa na masomo ya jioni, masomo ya usiku, walimu wanakuwa wapo karibu na wanafunzi. Kwa hiyo hayo ni maendeleo makubwa, ndugu zangu wa Simiyu, na niombe sana 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 muachie watoto wa kike wenye akili nzuri, wenye akili ya kusoma, muachie wasome, muachie watumie shule hizi tunazozijenga. Shule hizi, majengo haya yanajengwa kwa ajili yao. Sasa mkiwazuia, mkiwaharibia katikati, itakuwa serikali inapoteza fedha na lile lengo halifiki. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV.